Asante. Mtu mmoja sasa atusomee, na mimi nitasoma hapa hata kwa lugha nyingine, hata nitamani tusome hata lugha 5 hivi. Nitamani tusome Kiswahili, Kisukuma, Kiingereza, Kigiriki, Kiebrania, Kijita. Kiniwacha tusome hata kwa lugha 2 sasa. Nani asimame atusomee kwa lugha ya Kiswahili? Karibu sana, tusomee kijana wetu. What's your name? Famani. Thank you. Soma sasa. Luka sura 23 mstari ile ya 50 hadi ile mstari ya 56. Nitasoma. Yes. Na tazama, akatoka mtu mmoja, jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, yes, mwenye haki, wala hakulikubali shauri na tendo lao. Yes. Naye ni mtu wa Alimatha, ya mji mmoja wa Wayahudi. Ndio. Tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani. Ndio. Akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Ndio. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Mstari wa 56. Yes. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Ndio. Asante sana. Lugha ya wenzetu wanasema hivi, and behold, there was a man named Joseph, counselor, and he was a good man and a just. Some had not consented to the counsel and did of them. He was of Arimathea, a seat of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. That man went unto Pilate and get the body of Jesus, and they took it down and wrapped it in line and laid it in a serpent that was hewn in stone, wherein never man before was laid. And that day was the preparation and the Sabbath drew on, and the women also which come with him from Galilee followed after, and beheld the serpent, and how his body was laid. Mstari wa 56. And they returned and prepared spices and ointments and rested the Sabbath day according to the commandment. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mwandishi wetu Luka, kama ambavyo wasomaji wa Biblia tunafahamu, ni Dr. Luka ambaye anaiandika hii habari. Hii habari inaunganishwa kwenye habari ya kifo cha Yesu Kristo, ama ni mwendelezo wa habari ya kifo cha Yesu Kristo. Lakini ukitazama story hii ya mtu huyu anaitwa Joseph, ni kama story ambayo ni kama tunaisahau sana. Yaani haiwezi kuzungumzwa sana, ama huyu Joseph anaweza asisemwe sana. Lakini siku ya leo ninatamani nikuonyeshe mambo hapa kadhaa, kama Mungu akitupa muda, mambo kama 3 tu. Na jambo ambalo tunalizungumzia, unayeandika unaweza ukaandika, Yesu Kristo anaabudiwa na kutumikiwa na watu wote kupitia nafasi zao. Yesu Kristo anaabudiwa na kutumikiwa na watu wote kupitia nafasi zao. Aje sasa, Yesu ambaye unamwabudu leo hapa AIC Bunga, ujue kabisa kuna watu wanamwabudu Tabora mjini, watu wanamwabudu mjini wapo Mwanza, kuna watu wanamwabudu nje ya nchi. Huyu Yesu unayemwabudu leo
Lakini pia kitu kingine, huyu Yesu ambaye tunamwabudu leo, kumbuka kabisa unapoendelea kumwabudu, kuna watu miaka na miaka iliyopita, kizazi na kizazi kilichopita kilimwabudu na kumtumikia. Tuko pamoja? Amina. Tunasikilizana vizuri? Amina. Na uko mzuri hapo, hujapata shida yoyote? Muangalie jirani yako. Ukashangaa mwingine hapa ameshaivisha na ugali nyumbani, amemaliza na kula. Muulize, are you with me? Are you with me Musanji? Huyu Yesu ambaye tunamwabudu leo na kumtumikia, wako masikini waliomtumikia, wako matajiri waliomtumikia, wako viongozi wa serikali waliomtumikia. Huyu Yesu ambaye leo tupo mahali hapa, na wakati mwingine tunawaambia na ndugu zetu ya kwamba ninamwabudu Yesu. Maana yake unapoenda mbele zake kwa kumwabudu na kumtumikia, ujue hiki kitu kuna watu walifanya kazi kwake, kuna watu walimwabudu na kumtumikia. Sasa unapoendelea kulitazama hilo, cha kufanya sasa ni wewe kutengeneza mzani. Je, wale waliomtumikia na wakapita na wakaenda, haijalishi walikuwa na nafasi gani, walikuwa wasomi, walikuwa hawajasoma. Unajua kuna watu wengine wanasema, unajua mimi hata sijasoma siwezi kumtumikia Mungu. Unajua sisi masikini, unajua wapo masikini kuliko hata wewe, walimtumikia nani? Wapo matajiri kuliko hata wewe, walimtumikia nani? Wapo ambao pengine walikuwa na nafasi zao kwenye taasisi na kwenye serikali mbalimbali, lakini waliweza kumtumikia. Sasa kwenye story yetu hii tunakutana na mtu mmoja. Luka anamwandika, huyu mtu anaitwa Josefu. Josefu, Biblia inatuambia ukianza kumchambua Josefu, kwanza alitoka kwenye kijiji kimoja kinaitwa nini? Arimathaya. Sasa nilikuwa wakati naisoma pale Biblia nikajiuliza kwa nini mpaka waliandika hicho kijiji. Hicho kijiji ndicho alichokuwa anaishi Nabii Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kiliandikwa, maana kuna watu maarufu waliomtumikia Mungu waliishi kile kijiji. Kuna watu maarufu ambao walisimama kwa Mungu walitolewa kwenye hakaka kijiji. Nikasema kumbe na mimi kutoka ile kimacha naweza nikamtumikia Yesu. Haleluya. Yes. Arimathaya ndio kijiji ambacho Nabii Samueli aliishi mahali pale. Sasa huyu Yosefu na yeye alitokea hapo. Lakini kipindi hiki Yosefu alikuwa yuko Yerusalemu. Ni nani Yosefu? Yosefu alipata neema ya kuingia kwenye baraza la Yerusalemu, baraza la Israeli. Baraza lilikuwa linaitwa baraza la wazee 70, baraza lenye maamuzi ya mwisho. Sanhedrin. Huyu Yosefu alipata neema ya kuingia kwenye baraza la wazee 70. Manake lile baraza ni sawasawa Tanzania nzima upate neema ya kuingia kwenye nini? Lile baraza la wazee 70. Na hili baraza ndilo lilisema huyu Yesu asulubiwe, lilikubaliana. Ukisoma Biblia inasema ni mtu mmoja tu hakukubaliana na huo ujinga, furush. Biblia Kiingereza inatumia neno furush, hakukubaliana na ujinga wa lile baraza. Sasa ninapokitazama kila kipande, na ndipo najiuliza kumbe unaweza ukawa kwenye sehemu moja Mungu amekuweka kwa ajili ya kusaidia. Sikiliza nikwambie, unajuaje? Wangapi mshawahi kusikia
mchungaji sehemu fulani amechomewa nyumba yake, hebu nyosha mikono. Amechomewa nyumba au amepigwa, nyosheni mikono ambao ushaisikia tu. Wanaofanya matukio haya, pengine ya kupiga watumishi, pengine hata ya kuchomea watumishi, sio wapagani. Wanafanya watu gani? Sasa unajiuliza swali, na katika Wakristo unakuta wengine wao ni viongozi, maana yake hawajaamka tu usiku wanaenda kupiga mchungaji, wamekaa nini? Maana yake na yeye kiongozi akakubaliana na huo mjinga. Unaposikia walimu wamekoma Tanzania, walimu wamekoma, maana yake hawajaamka tu, wamefanya nini? Shule ya msingi fulani walimu wamekoma, halafu unashangaa hiyo shule unakuta kuna Mkristo mwalimu na yeye ameungana kufanya nini? Koma. Wanafunzi sehemu fulani wamekoma, unakuta na wanafunzi wa Kristo na wenyewe. Sasa Joseph alipokaa kwenye hili baraza, yeye hakukubaliana na ujinga wa kufanyaje, wa kuweza kumsulubisha Yesu Kristo. Hizo ni sifa zake tu, lakini sifa nyingine, alikuwa ni msomi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni nani? Msomi. Sifa nyingine, alikuwa ni tajiri Joseph. Lakini huyu alikuwa amesubiri ufalme wa Mungu, maana yake alikuwa amekubali kumngojea Bwana. Haleluya, haleluya. Sasa yako mambo kadhaa ambayo nataka nikwambie, mambo matatu ambayo Yusufu aliweza kuyafanya kupitia mistari hii, na mambo haya matatu leo yanaweza kufanyika faida kwetu kama Wakristo. Jambo la kwanza, tutembea haraka haraka. Jambo la kwanza unayeandika ambalo aliweza kulifanya huyu mtumishi wa Mungu Joseph, kulitetea kanisa ama kutetea mwili wa Kristo. Andika hivyo, naandika mambo matatu ambayo aliyafanya, na ni mambo ambayo natamani nizungumze na wewe siku ya leo, kutetea mwili wa Kristo. Msomaji, tusome mstari wa 50 hadi ule mstari wa 51. Mambo ambayo aliyafanya huyu mtu Joseph. Na tazama akatoka mtu mmoja. Tazama akatoka mtu mmoja, jina lake Yusufu. Jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza. Ndio, mtu mwema, mwenye haki. Wala hakulikubali shauri na tendo lao, wala hakukubaliana na upuuzi wa baraza. Naye ni mtu wa Arimathaya. Naye ni mtu wa kijiji kile cha kina Samueli, mji mmoja wa Wayahudi. Tena anautazamia ufalme wa Mungu. Maana yake alikuwa na mheshimu Mungu, na yeye pamoja na usomi wake na kuwa kwenye baraza alisema, hakika mimi siwezi nikaondoka upande wa Yesu Kristo. Tumesikia habari zake, anakuja, na mimi lazima niwe upande wa kumtetea Yesu Kristo. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Ndio, akaushusha, akauzinga sanda ya kitani. Ngoja, umerudi wa 52 bado? Haya, malizia usome wa 52. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato. Yes. Akataka kupewa mwili wa Yesu. Ndio, akataka kupewa mwili wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nini? Huyu mtu alifanya jambo la kutetea mwili wa Yesu Kristo. Nisikilize nikwambie, wakati Yesu yuko anafanya kazi, aliwakusanya vijana wake 10 na ngapi? 12. Alipowakusanya, akafanya nao kazi ndani ya miaka 3. Huyu Yusufu yeye alikuwa ni mwanafunzi wa siri kabisa. Biblia ndio inavyotuambia na mwandishi ndivyo anavyotuambia, mwanafunzi wa siri ambaye hakuwemo kwenye orodha ya wanafunzi 12. Sasa wana wao Yesu Kristo, akina Mathayo, akina Petro, akina Andrea na akina fulani na wengine hao na akina Yuda, amesulubiwa, amekufa, amewekwa msalabani, na kitamaduni ilikuwa inaonyesha kwamba jioni yake
ilikuwa ni maandalio ya nini? Ya Sabato. Si ndivyo wasoma Biblia? Na kikawaida wakati wa Sabato ilipokuwa karibia, hakuna kazi iliyokuwa inafanyika katika mila za Kiyahudi. Sasa Yesu ameuawa. Na kumbuka kifo cha Yesu hakikuwa kifo cha kawaida. Kilikuwa ni kifo cha aibu, kifo cha mtu kuwekwa msalabani. Na kipindi hicho mtu kuwekwa msalabani ni laana. Na Yesu ambaye hana laana akahesabiwa laana, na yeye akafa kifo cha hivyo, kifo cha kuteswa, kifo cha kusulubiwa. Maana yake watu wengi walirudi nyuma na kujificha, hawataki kujionyesha sana. Na ndipo wanajiuliza, wakati Yesu amewekwa pale msalabani, unafikiri tu kwa akili ya kawaida, nani alitakiwa wa kwanza kwenda kuzika mwili? Si wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa nani? Walitakiwa ndio wawe kihelehele kwenda kuzika ule. Wamejificha. Kwa nini? Kwa sababu wanaogopa yamkini na wenyewe wakiufuata ule mwili wanaweza wakauawa. Bali akakona kutetea mwili wa Kristo. Sisi kama wa Kristo, Joseph akaenda kwa Pilato. Ndivyo inavyosema Biblia. Na hapa ndipo mchungaji huwa anajiuliza kitu kwamba kumbe kanisani kuna watu ambao si kila jambo baba tunaweza tukafanya sisi watumishi. Kuna jambo nalo kuhusu nani? Mtumishi. Si mama kama mtumishi. Lakini kuna jambo jingine likija sio la mtumishi. Pengine tunahitaji tuone taaluma za watu zikifanya nini? Unajua kumfuata Pilato. Pilato alikuwa ni governor. Kifurambuta tu anaweza kumfuata governor. Kifurambuta unamfuata hata mkuu wa wilaya huwezi. Kwa maana kanisani Mungu anawaleta watu wenye nafasi zao. Mchungaji likifika jambo pengine tunahitaji mgeni rasmi, pengine tuna harambee ya ununuzi wa vyombo, tunamhitaji pengine mkuu wa mkoa. Kuna watu wana taaluma zao, tunawatumia. Haleluya. Haya, tunahitaji kuweka jengo. Naona mna jengo la kichungaji pale, nyumba ya mchungaji, jitapieni makofi. Kwa sababu eti mimi ndo mchungaji, wewe ndio upime msingi, wewe ndio utoe kwamba hapa tutaweka simenti lipu kiasi gani. Kuna watu mafundi, tunafanya nini? Tumia. Pengine labda akina Petro alikuwa anaogopa kwenda kwa gavana kwa sababu hawakuwa na elimu ya kwenda kuongea na nani? Na gavana. Lakini utakuta leo kanisa linaaibika na watu wapo wenye nafasi zao za kusimama kulitetea kanisa. Mahumoni yetu wamenyamaza kimya. Kanisa mpaka wakati mwingine linashtakiwa mahakamani na kanisa lina mawakili, lakini wamenyamaza. Nafasi yako ulionayo itumie kwa ajili ya kulitetea nini? Kanisa. Akina Petro wamekula pona mwili wa Yesu kwa msalabani. Pengine huyu Josefu asingeitumia nafasi yake. Hebu jaribu kuangalia, mtazame huyu Josefu, kwa sababu alikuwa anaingia kwenye baraza la nchi, akaiona ile nafasi yake, ana uwezo wa kumfuata gavana, akaitumia nafasi yake. Akaitumia nafasi yake kwenda kuongea na gavana. Nini bwana? Hapo nimekuja bwana, mzee vipi? Kwanza gavana alipomwona Joseph, akajua aliyekuja huyu anakaa kwenye baraza la nini? La nchi. Akamsikiliza. Kwa mtu acha tu bakifura mkute baikonga, tungesikiliza. Kwanza unapitaje kwa walinzi kumfikia gavana? Unapitaje? Alipoingia gavana, yule anaingia kwenye baraza, Joseph akaingia kwa gavana, akaongea naye, ninautaka mwili wa Yesu. Kwa sababu ingefika Sabato, mwili wa Yesu ungaibikia msalabani. Sijui kama umewahi kufikiria hicho kitu. Ingefika Sabato, hakuruhusiwa mtu yeyote kufanya shughuli yoyote kisheria na kimila ya Wayahudi. Sabato ilikuwa inaingia, maana yake ilikuwa inaenda masaa 24 mengine bila kufanya kazi.
Mwili wa Yesu nakumbuka ulikuwa uchi. Sio kama ile picha inayoonekana. Uko uchi pale kwenye mti. Hebu tazama hiyo aibu ingekaa pale. Yesu angekaa pale masaa 24. Pengine angeanza na kumnukia hapo. Akina Petro wamekula kona. Akina Yohana wamekula kona. Akina Andrew wamekula kona. Kama ambavyo Wakristo wengine wanakula kona zinapofika kazi za kanisa. Na wengine ndio mnawategemea kabisa kanisani. Lakini zikikaribia kazi za kanisa, pengine kuhakikisha kazi ziende, mnashangaa. Wanaanza kuwa nasubiri. Mmemaliza kwa ujenzi wa nyumba ya mchungaji. Sasa vitu tuko kwenye renta. Mmefikia wapi? Sasa hivi ndio tunataka tuwezeke. Mmefikia wapi? Tumemaliza mpaka rangi. Mimi ni wa AIC Kunga. Mimi ni wa AIC Kunga. Muulize jirani yako, unakula kona au upo? Baba mchungaji, na wengine ambao unawatoa kabisa, hauna wategemea kabisa. Unaweza kushangaa ndio wanakuwa wa kwanza kukutelekeza. Kama kina Petro aliyomtelekeza nani? Yesu msalabani. Kama hujakasirika punga mkono. Tunapaswa tutetee mwili wa Kristo pamoja na kanisa la Yesu. Kulitetea kanisa la Mungu. Yanapoinuka mambo ya kuliaibisha kanisa, na yapo mambo ambayo yanaweza yakaniletea aibu kanisa. Mungu anatuangalia aliyotuokoa, anatutazama aliyotupa nafasi mbalimbali na uwezo mbalimbali, ili zinapokuja mambo ya kuliaibisha kanisa, tusimame kupitia nafasi zetu, tusimame kupitia karama zetu, tusimame kupitia mali zetu, tusimame kupitia familia zetu. Kuna wakati mwingine kanisa linaweza likaaibika kwa kukosa sehemu ya kuabudia. Ninyi hapa mko vizuri, mnaingia kwenye nyumba na tena ina vioo. Tembeni muone kuna makanisa huko. Ukifika wanapoabudia, wewe ninavyokujua huwezi ukasalipo, utatafuta sehemu hiyo kanisa lolote. Unachoka na kumwabudu Mungu. Ni sehemu. Kumbe umeogopa kwenda kusali kwenye kanisa lako la AIC. Kukosa maeneo ya kuabudia. Makanisa yetu leo yanaaibika. Aibu kwenye jamii. Yesu tuliyenaye ni mkuu, ameshinda kifo na mauti. Lakini utashangaa kuna maeneo mengine wanaenda mpaka kuomba kwenye shule. Yaani eti ndio wanaenda kunyenyekea mkuu wa shule. Tunaomba basi tupe darasa. Na penyewe wanapewa na masharti. Halafu unakuta ndani ya hiyo kijiji iko mitu ambayo Mungu imeibariki yeye, iko mitu ambayo imebarikiwa, lakini haiko tayari kwa ajili ya kusimama kulitetea nini? Kanisa kupitia mali zao, kupitia nafasi zao. Kanisa linaaibika. Wakati mwingine kanisa mambo ya aibu mengine hata kwa watumishi wa Mungu. Unakuta wakati maeneo mengine hapa, mimi naona mko vizuri, nimemkuta mama mchungaji ameanza na kunenepa. Wamama naombeni mpige pamba huyu za kufa mtu. Wamama mpo. Hiyo ndio raha. Unajua msimuone tunawapa ni mama mchungaji wakati anaenda kwa roho ya mjini alitukanwa na wenzake. Na mleta ona tumani. Utakufa maskini. Mimi si after wito wa Yesu kaanza kuingia, nimtumikie Yesu. Lilikuwa ni swali gumu. Yesu ananiambia nikamtumikie, niachane na kazi hizi. Nikamuuliza Yesu swali,